Kwani tumekosa kweli? Vijana wanamaliza chuo kikuu wapi huko, tukawaajiri pale, tukawapa wanachama wa CCM wakawa wakuu wa wilaya, tunashindwa mpaka tukachukua wanajeshi, tukachukua mapolisi ambao kazi yao kimsingi kwa mujibu wa katiba na sheria ni ulinzi, wakalinde huko. Tuna watu wanapotea kila siku, kwani tusiwaache polisi wafanye kazi ya kutafuta watu wanaopotea? Tunaenda kuwapa wakuu wa wilaya. Wakuu wa wilaya tupewe mimi na wewe, sio polisi. Kina Mdude hao wamepotea, sijui kina nani sijui huyu Benisanani wamepotea, mwandishi mwenzenu wa Zoligwanda kapotea, mwana CCM mwenzenu yule wa wapi yule mwenzao wa kule Kigoma kule Simon Kanguye kapotea. Sasa mtu anayeenda mwenye taaluma ya kuweza kuwatafuta hawa watu na kuhakikisha wanapatikana wanarudi ni polisi. Juzi hapa tumeambiwa nchi hii iliingiliwa na watu wakati wa uchaguzi kutoka nje, wakaja kuandamana hapa wakafanya vurugu. Mipaka ya nchi inalindwa na wanajeshi. Tuache wanajeshi walinde mipaka, tusivamiwe, tuwe salama. Wakuu wa wilaya, hakuna mwanajeshi amejiunga jeshi kwa lengo la kwenda kuwa mkuu wa mkoa baadaye. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia ujumbe unaotumwa ni kwamba wewe mwanajeshi, wewe au wewe polisi ulioko huku mwenye kiherehere unajifanya unasimamia sana katiba na sheria, si utastaafu? Sawa, we komaa. Ukistaafu na shida kusahau mazima. Ila wenzako unaona kastaafu jana, sio leo mkuu wa mkoa. Endelea kula. Yaani dhana ya kustaafu katika nchi ya Tanzania imepoteza maana kabisa. Ukisha staafu eneo moja, maana yake unatakiwa ustaafu maeneo yote, kapumzike kalewa jukuu. Mtu kasha staafu jeshi miaka 60. Sio. Hajakaa sawa balozi. Hajakaa sawa mkuu wa mkoa. Vijana wanamaliza shule, hakuna ajira nyingine. Wanaangalia na wenyewe hizo pengine waje wapate, mnawaambia wakajiajiri. Mbona nyinyi mnashindwa kujiajiri kwa miaka yote hiyo? Hiyo ndio ujumbe unaotumwa kwamba tendeni vizuri, mkimaliza kuna ajira huku. Mimi naongea maoni yangu, sio ya kwako. Na wewe kama unaona ya kwako, kuna ajira kwenye chama. Sio wameajiriwa, kwani na Zelote yakuwa mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Arusha hakuwahi kuwa RPC. Hakuwahi kuwa kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi. Sasa hapo nakosea nini? Kuna watu mpaka leo hii hawajastaafu bado ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Nikutajie sasa. Kuna mtu mmoja ni mkuu wa wilaya nadhani Kagera huko, anaitwa Advera Senso. Aliwahi kuwa msemaji wa jeshi la polisi nchini, ni kamishna msaidizi wa polisi. Ni mkuu wa wilaya. Katiba ya Chama cha Mapinduzi nadhani ibara ya 74 kama sijakosea, ibara ya 74 ya katiba ya Chama cha Mapinduzi inasema mkuu wa wilaya ni mjumbe wa kamati ya siasa wa wilaya. Mjumbe wa kamati ya siasa wa wilaya. Mpaka anastaafu juzi aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, sasa hivi ni mbunge wa Busekelo, Tobias Ndengenye. Alikuwa mkuu wa Kigoma. Katiba ya Chama cha Mapinduzi ibara hiyo ya 77 nadhani inasema hivi: mkuu wa mkoa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi katika mkoa ambao anauongoza. Wana CCM watakuja kunijibu hivi, hiyo ibara imeandikwa hivi, mkuu wa mkoa anayetokana na Chama cha Mapinduzi. Sasa kwani kuna mkuu wa mkoa ambaye sio wa Chama cha Mapinduzi? Wanataka kukataa? Nikupe ushahidi wa picha. Mimi hakuna mkuu wa mkoa yoyote au mkuu wa wilaya yoyote ambaye hahudhurii vikao vya kamati zozote zile za Chama cha Mapinduzi kwenye eneo lake. Na ndio maana nakwambia kitendo cha kuhudhuria kinamfanya yeye mwana CCM, kwa sababu kama sio mwana CCM anaingiaje kwenye hicho kikao? Na katiba CCM inasema ukishakuwa mkuu wa wilaya unakuwa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Ukishakuwa mkuu wa mkoa unakuwa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, na vikao vingine, mkutano mkuu wa CCM wa mkoa, mkutano mkuu wa CCM wa wilaya, kamati secretariat unaingia mle. Sasa unataji kuwa CCM. Na wakati huo bado wewe ni kanali wa jeshi. Wakati huo bado wewe ni kamishna msaidizi wa polisi. Ndio maana nasema haya mambo tusipoyazungumza kwa uwazi bila unafiki, hatuwezi kutoka hapa. Ndio maana unaona hata juzi mzee Warioba ambaye anaaminika na kuheshimika sana anasema polisi ndio inaendesha nchi. Na ibara ya 26 ibara ndogo ya pili imetoa wajibu kwamba kila mtu anao wajibu wa kuchukua hatua pale ambapo anaona katiba inavunjwa, imevunjwa au inaelekea kuvunjwa. Sasa hii kutetea mwanajeshi kuwa mkuu wa wilaya unatetea, wakati akishakuwa mkuu wa wilaya anakuwa mwana CCM.